Mohamed Bajabel, raia kutoka pale nchini Kenya, katika mchezo wa hii leo, mchezo wa ligi kuu Tanzania bara kutamatika katika dimba la Jenerali Issa Muyo. Mchezo huo ulimalizika kwa sare ya goli 1-1. Dakika 9 tu zilikuwa dakika sahihi kwa upande wa Mohamed Bajabel kuweza kuondolewa katika mchezo huo kutokana na majeraha ambayo aliyoweza kuyapata katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Rasmi taarifa kutoka kwa daktari wa klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba ameeleza kwamba baada tu ya kupata majeraha hayo ambayo yaliweza kumsababisha Mohamed Bajabel kuondolewa katika mchezo huo wa ligi kuu Tanzania bara kwa sababu ya majeraha aliyoweza kumkumba. Taarifa zikieleza kwamba Mohamed Bajabel ataweza kuwepo nje kucheza katika mchezo wowote ule ili aweze kupisha majeraha yaliyoweza kumkumba katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Mohamed Bajabel majeraha hayo aliyeweza kuyapata katika mchezo wa hii leo dhidi ya Mtibwa Sukari. Kwa mujibu wa taarifa na kunukuu taarifa kutoka ndani ya klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba kwa Dr. mkuu wa kikosi hiko cha club ya Simba Sports Club, inaeleza kwamba Mohamed Bajabel ataendelea kusalia nje ya uwanja mpaka pale miezi 4. Taarifa zikieleza kwamba majeraha ambayo yaliyoweza kumkumba ni kupata majeraha nyuma ya paja ama nyama za paja kuweza kupata injury hiyo. Ukumbuke kwamba majeraha ambayo yaliyoweza kumkabili Mohamed Bajabel tangu alipokuwa akichezea klabu ya Polisi ya Kenya kule nchini Kenya, baada tu ya Simba kuweza kumsajili Mohamed Bajabel kuja kujiunga na klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba, aliweza kuondolewa klabu ya pale Polisi Kenya kutokana na majeraha ambayo ilikuwa yakimsumbua. Simba waliweza kumsajili Mohamed Bajabel huku akiwa katika majeraha ambayo yaliyokuwa yakimsumbua. Baada tu ya kuwasili katika taifa hili la Tanzania, Mohamed Bajabel aliweza kuhudumiwa na madaktari wa klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba, na baada tu ya kuhakikisha afya yake imerudi kama pale mwanzo, mchezo wake wa hii leo ameenda kujitonesha pale pale ambapo alipokuwa amepata majeraha hayo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ndani ya klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba zikieleza kwamba Mohamed Bajabel ataendelea kukusalia nje, ataendelea kuwepo nje, ataendelea kuguza pale ambapo alipoweza kupata majeraha hayo katika mchezo wa hii leo dhidi ya Mtibwa Sukari. Dakika 9 tu zilikuwa dakika ambazo ziliweza kumtosha kwa Mohamed Bajabel kukaa chini na kuanza kuvumilia maumivu ambayo yaliyokuwa yakimsumbua katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara katika dimba la Jenerali Issa Muyo pale Mbweni, Dar es Salaam. Kwa mujibu wa taarifa hiyo kutoka ndani ya klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba kutoka kwa daktari mkuu wa klabu hiyo ya Simba Sports Club, ameeleza na kulitolea ufafanuzi majeraha ambayo yaliyokuwa yakimkabili Mohamed Bajabel. Nyuma ya paja, nyama za paja zimeweza kupata injury. Ni mmoja kati ya majeraha ambayo wachezaji wengi huwa kuyakumba baada tu ya kupatikana nyama za paja kuingia katika taharuki isiyokuwa ya kifani. Kwa mujibu wa uongozi wa klabu hiyo ya Simba, taarifa zikieleza kwamba tarehe 20 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 Simba wataanza safari kuelekea kule nchini Tunisia kwenda kumkabili Esperance de Tunis. Safari hiyo Simba watakapokuwa wameanza kwenda huko nchini Tunisia, Mohamed Bajabel kuonekana kupata majeraha ya nyama za paja na kumfanya
kuto kuendelea katika mchezo wa hii leo, mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, ambapo mchezo huo ulimalizika kwa sare ya goli 1-1, goli ambalo lilofungwa kwa upande wa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba ni Eli Mpanzu Kibisawala. Kocha Steve Barker hakufurahishwa na performance ya wachezaji wa hii leo katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, huku kocha Steve Barker ameendelea kutoa lawama kwa baadhi ya wachezaji kuto kucheza vile ambavyo yeye alivyokuwa akielekeza katika uwanja wa mazoezi. Kocha Steve Barker ameendelea kuwapa lawama wachezaji hao kuto kuendelea kuzitumia nafasi ambazo walizowahi kuzitengeneza katika mchezo wa hii leo. Kosa ambalo moja kati ya makosa ambayo Joshua Mutale aliyeweza kuyafanya katika mchezo wa hii leo ligi kuu Tanzania bara, pale ambapo alipoweza kupata pasi nzuri kutoka kwa Eli Mpanzu. Kibu Dennis Prosper naye pia kadhalika ameweza kupoteza nafasi katika mchezo wa hii leo. Shomari Kapombe naye pia aliweza kutengeneza nafasi nzuri ndani ya 18. Joshua Mutale pamoja na Steven Desu Mukwala waliendelea kukosa nafasi nyingi kwelikweli katika mchezo wa hii leo. Kocha Steve Barker ameeleza kwamba maboresho yanahitajika kwa haraka iwezekanavyo ili kuendeleza ubora wa kikosi, ili kuendeleza kurudi katika ubora wa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba baada ya kupoteza ufalme miaka 5 mtawalia katika michuano ya ligi kuu Tanzania bara, kombe la CRDB Federation Cup, Simba akiendelea kupoteza na kuto kunyakua mataji yote yaliyokuwa katika ardhi ya Tanzania. Kocha Steve Barker ameeleza na amewaambia viongozi wa klabu hiyo ya Simba waendelee kufanya maboresho, kwani kuna baadhi ya maeneo pia yanahitaji kufanyiwa maboresho kwa haraka zaidi, kwani wachezaji imeonekana kwamba hawajitumi. Mshambuliaji mpya wa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba Ahmed Moktari leo usiku amewasili kutoka taifa la pale Mauritania. Taarifa zikieleza kwamba Ahmed Moktari ni mmoja kati ya washambuliaji bora kwelikweli ambao Simba wameweza kumsajili, huku akitokea katika timu ya taifa ya nchi ya Mauritania. Lakini pia ukiachana tu na mshambuliaji huyo, huku taarifa zikieleza kwamba mshambuliaji amekuja kwa ajili ya kuja kuirudisha ile furaha ya wanasimba kwa kupachika magoli ambayo yalikuwa yakiendelea kusumbua washambuliaji wa klabu hiyo ya Simba kuto kuweza kupachika magoli ama kuzitengeneza nafasi kuwa magoli, kwani hapa kwa mshambuliaji Ahmed Moktari taarifa hizo ama shida hizo zimeenda kufa kabisa, kwa sababu Ahmed Moktari ni mmoja kati ya washambuliaji bora kwelikweli ambao Simba pia wameshawishika kuweza kumvuta katika viunga hivyo vya klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Baada ya matokeo ya hii leo mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, mashabiki wa klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba wakiendelea kutoa lawama kwa wachezaji. Ahmed Bajabel anaenda kuungana na Musa Kamara Pimpin, ambaye Musa Kamara naye pia aliweza kupata Angel katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Gaborone United. Mchezo huo ulimalizika kwa sare na Musa Kamara akiendelea kupata majeraha ambayo yaliyoweza kumkumba mpaka hivi sasa kuwepo nje. Kwa mujibu wa taarifa kuhusiana na taarifa ya Musa Kamara Pimpin, ameweza kukaa nje baada ya kufanyiwa operation kule nchini Morocco, na baada ya hapo amepewa miezi 3 ili aendelee kuuguza kwa majeraha yaliyokuwa yakimsumbua. Ukiachana na Musa Kamara Pimpin, Abdulrazak Hamza naye pia yuko nje, huku akiendelea kuguza kwa majeraha ambayo yalikuwa yakimsumbua. Simba imekuwa kama ni janga la wachezaji kupata majeraha ambayo wachezaji hao huyakumba na kukaa nje muda mrefu. Leo ilikuwa ni siku mbaya kwa upande wa Mohamed Bajabel kuonekana kupata majeraha ya nyama za paja na kumfanya kuto kuendelea katika mchezo wa hii leo, mchezo wa ligi kuu Tanzania bara
Bara, ambapo mchezo huo ulimalizika kwa sare ya goli 1-1, goli ambalo lilofungwa kwa upande wa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba ni Eli Mpanzu Kibisawala. Kocha Steve Barker hakufurahishwa na performance ya wachezaji wa hii leo katika mchezo wa Ligi Kuu Tanzania Bara, huku kocha Steve Barker ameendelea kutoa lawama kwa baadhi ya wachezaji kuto kucheza vile ambavyo yeye alivyokuwa akielekeza katika uwanja wa mazoezi. Kocha Steve Barker ameendelea kuwapa lawama wachezaji hao kuto kuendelea kuzitumia nafasi ambazo walizowahi kuzitengeneza katika mchezo wa hii leo. Kosa ambalo moja kati ya makosa ambayo Joshua Mutale aliyeweza kuyafanya katika mchezo wa hii leo Ligi Kuu Tanzania Bara, pale ambapo alipoweza kupata pasi nzuri kutoka kwa Eli Mpanzu. Kibu Dennis Prosper naye pia kadhalika ameweza kupoteza nafasi katika mchezo wa hii leo. Shomari Kapombe naye pia aliweza kutengeneza nafasi nzuri ndani ya 18. Joshua Mutale pamoja na Steven Dese Mukwala waliendelea kukosa nafasi nyingi kwelikweli katika mchezo wa hii leo. Kocha Steve Barker ameeleza kwamba maboresho yanahitajika kwa haraka iwezekanavyo ili kuendeleza bora wa kikosi, ili kuendeleza kurudi katika ubora wa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba baada ya kupoteza ufalme miaka 5 mtawalia katika michuano ya Ligi Kuu Tanzania Bara, kombe la CRDB Federation Cup, Simba akiendelea kupoteza na kuto kunyakua mataji yote yaliyokuwa katika ardhi ya Tanzania. Kocha Steve Barker ameeleza na amewaambia viongozi wa klabu hiyo ya Simba waendelee kufanya maboresho, kwani kuna baadhi ya maeneo pia yanahitaji kufanyiwa maboresho kwa haraka zaidi, kwani wachezaji imeonekana kwamba hawajitumi. Mshambuliaji mpya wa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba Ahmed Moktari leo usiku amewasili kutoka taifa la pale Mauritania. Taarifa zikieleza kwamba Ahmed Moktari ni mmoja kati ya washambuliaji bora kwelikweli ambao Simba wameweza kumsajili, huku akitokea katika timu ya taifa ya nchi ya Mauritania. Lakini pia ukiachana tu na mshambuliaji huyo, huku taarifa zikieleza kwamba mshambuliaji amekuja kwa ajili ya kuja kuirudisha ile furaha ya wanasimba kwa kupachika magoli ambayo yalikuwa yakiendelea kusumbua washambuliaji wa klabu hiyo ya Simba kuto kuweza kupachika magoli ama kuzitengeneza nafasi kwa magoli, kwani hapa kwa mshambuliaji Ahmed Moktari taarifa hizo ama shida hizo zimeenda kufa kabisa, kwa sababu Ahmed Moktari ni mmoja kati ya washambuliaji bora kwelikweli ambao Simba pia wameshawishika kuweza kumvuta katika viunga hivyo vya klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Baada ya matokeo ya hii leo mchezo wa Ligi Kuu Tanzania Bara, mashabiki wa klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba wakiendelea kutoa lawama kwa wachezaji kuto kujituma katika eneo la uwanja. Mmoja kati ya mchambuzi bora Tanzania ameeleza kwamba wachezaji wa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba wote waliokuwepo katika kiunga hivyo vya mtaa wa Msimbazi ni wachezaji wanaofanana kwa viwango. Ukimchukua mchezaji mmoja na ukimlinganisha na mchezaji mwingine, utofauti hakuna. Wachezaji wote wanafanana ubora, wanafanana uwezo, wanafanana hata mikimbio, kwani hakuna hata mchezaji mmoja mwenye utofauti wa mchezaji mwenzie. Simba imekuwa kama vile ni timu ambayo imejawa na wachezaji wenye kufanana uwezo, ubora katika michezo mbalimbali. Mmoja kati ya nukuu ambayo nikijaribu kuinukuu kutoka kwa mchambuzi huyo ikieleza kwamba Simba imepoteza mvuto, hata hii leo wanaenda kutoa sare dhidi ya Mtibwa Sukari. Mchezo unaofuata kule nchini Tunisia anaenda kucheza dhidi ya Esperance de Tunis. Kama amepoteza mchezo ama ametoa sare dhidi ya Mtibwa Sukari, vipi kuhusiana na mchezo wa Esperance de Tunis? Na baada ya hapo tarehe 30 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 Simba atarejea nchini Tanzania kuja kumkaribisha Esperance de Tunis. Ni mchezo wa mkondo wa pili baada ya mkondo wa kwanza ligi ya mabingwa barani Afrika. Na baada ya hapo Simba ataenda kule nchini Angola kwenda kumkabili Petro Atletico ya Wekundu Msimbazi Simba
kwa Dr. mkuu wa kikosi hiko cha club ya Simba Sports Club inaeleza kwamba Mohamed Bajabel ataendelea kusalia nje ya uwanja mpaka pale miezi minne. Taarifa zikieleza kwamba majeraha ambayo yaliyoweza kumkumba ni kupata majeraha nyuma ya paja ama nyama za paja kuweza kupata injali hiyo. Ukumbuke kwamba majeraha ambayo yaliyoweza kumkabili Mohamed Bajabel tangu alipokuwa akichezea klabu ya Polisi ya Kenya kule nchini Kenya, baada tu ya Simba kuweza kumsajili Mohamed Bajabel kuja kujiunga na klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi, Simba aliweza kuondolewa klabu ya pale Polisi Kenya kutokana na majeraha ambayo ilikuwa yakimsumbua. Simba waliweza kumsajili Mohamed Bajabel huku akiwa katika majeraha ambayo yaliyokuwa yakimsumbua. Baada tu ya kuwasili katika taifa hili la Tanzania, Mohamed Bajabel aliweza kuhudumiwa na madaktari wa klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi, Simba, na baada tu ya kuhakikisha afya yake imerudi kama pale mwanzo, mchezo wake wa hii leo ameenda kujitonesha pale pale ambapo alipokuwa amepata majeraha hayo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ndani ya klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi, Simba zikieleza kwamba Mohamed Bajabel ataendelea kukusalia nje, ataendelea kuwepo nje, ataendelea kuguza pale ambapo alipoweza kupata majeraha hayo katika mchezo wa hii leo dhidi ya Mtibwa Sukari. Dakika 9 tu zilikuwa dakika ambazo ziliweza kumtosha kwa Mohamed Bajabel kukaa chini na kuanza kuvumilia maumivu ambayo yaliokuwa yakimsumbua katika mchezo wa Ligi Kuu Tanzania Bara katika dimba la Jenerali Isamuhyo pale Mbweni, Dar es Salaam. Kwa mujibu wa taarifa hiyo kutoka ndani ya klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi, Simba, kutoka kwa daktari mkuu wa klabu hiyo ya Simba Sports Club, ameeleza na kulitolea ufafanuzi majeraha ambayo yaliokuwa yakimkabili Mohamed Bajabel. Nyuma ya paja, nyama za paja zimeweza kupata injury. Ni mmoja kati ya majeraha ambayo wachezaji wengi huwa kuyakumba baada tu ya kupatikana nyama za paja kuingia katika taharuki isiyokuwa ya kifani. Kwa mujibu wa uongozi wa klabu hiyo ya Simba, taarifa zikieleza kwamba tarehe 20 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 Simba wataanza safari kuelekea kule nchini Tunisia kwenda kumkabili Esperance de Tunis. Safari hiyo Simba watakapokuwa wameanza kwenda huko nchini Tunisia, Mohamed Bajabel yeye ataendelea kusalia katika viunga hivi vya Dar es Salaam nchini Tanzania, huku akiendelea kuguza kwa majeraha ambayo yaliyokuwa yakimsumbua baada ya kupata majeraha katika siku ya hii leo.